Mjambo mtazamaji wa runinga ya PMTV Kenya, karibu ndani ya kipindi kingine. Leo hii tuko na mahojiano na mmoja ambaye anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi. Nitakuwa nampatia nafasi atuambie anaitwa nani na mpango wake ni gani kwa jiji kuu la Nairobi, jiji ambalo unajua imekuwa na mambo mengi sana yakifanyika katika jiji kuu la Nairobi. Nafahamika kama Anton. Karibu sana na usikae mbali, maana hapa ndipo utapata gumzo ambazo zitaweza kukunufaisha wewe mpiga kura wa kaunti ya Nairobi na pia mpiga kura wa taifa la Kenya. Naam, karibu sana mheshimiwa. Labda kwa yule ambaye anakuona kwa mara ya kwanza kabisa, utuambie unaitwa nani na umekuwa ukifanya nini na madhumuni yako ni gani katika kaunti ya Nairobi? Okay, asante sana bwana Anthony. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Milton Lucheri. Mimi ni kiongozi hapa Nairobi. Na kwa wale wasio nifahamu ni kwamba mwaka wa 22 nilikuwa nimewania nafasi ya Senator Nairobi County. Na pia hapo awali nilikuwa nimewania kiti cha ubunge pale eneo bunge la Westlands. Na katika kukua kwangu nimesomea USIU ambapo nilifanya Masters in International Relations. Na kabla ya hapo nikahitimu katika chuo kikuu cha Kenyatta ambapo nilisomea mambo ya uchumi na biashara. Na nimeweza kufanya kazi katika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya Kenya. Na pia katika hali yangu ya kibinafsi nimeweza kufanya kazi mahali pengi. Kwanza kabisa ni kuambia kwamba nimekuwa katika mazingira ambayo yanadhamini sana utendakazi, kujituma, bidii na katika ile hali ya huduma katika kuhudumia wananchi. Hivyo basi ukiniuliza kwamba ni nini na azimia kufanyia watu wa Nairobi kazi, Anthony, utakubaliana na mimi kwamba jiji kuu la Nairobi kidogo ukiangalia limeweza kutelekezwa. Manake kuna mambo ambayo yafaa yafanyike na yafanyiki. Ukiangalia miundo msingi katika jiji hili halifanyi kazi. Kuna hali ya usalama ambao umezorota. Na kwa sasa hivi hata utakubaliana nami, unapotembea pale nje huwezi tembea bila kuangalia nyuma kuona nani atanifuata. Manake hali ya uchumi hali ya usalama umezorota. Na pia kuna changamoto mbalimbali ya ukosefu wa ajira ambayo ni jambo tutaliangazia. Na najua tunavyoendelea kuongea mambo haya tutayatilia kipaumbele na tutapata kuyajadili kadri tunavyoendelea. Asante. Naam, asante sana Mheshimiwa Milton Lucheri. Nimefurahi sana kuja hapa, mara yangu ya kwanza hapa. Na nilikuwa napitia katika mitandao yako ya kijamii sana na nikaona kwamba ile slogan yako ni Nairobi yetu, kesho yetu. Practically, what do you implicate by saying kwamba hii Nairobi ni yetu na hiyo ndio kesho yetu? Kweli kabisa. Unajua kuna wale ambao wanajihisi kwamba jiji hili si jiji lao. Wamekuja tu kikazi ama kimasomo ama katika hali nyingine. Ndiposa wakishamaliza ile shughuli watarejea makwao. Katika slogan ile yetu tunasema kwamba bali ya kuja na kusoma ama kufanya biashara ama kufanya kazi yote ile, yafaa tuikumbatie jiji hili kama nyumbani. Mahali ambapo azma zetu zinatimiza, malengo yetu yanatimizwa. Na ni mji ambao tunakaa na tumetengeneza marafiki, tuna majirani, tuna mahusiano mbalimbali katika jiji hili letu. Na ndipo tunasema mahali ambapo tumeketi hapa ni vizuri tuipende, tuilinde na tuweze kuijenga kwa madhumuni ya siku zijazo. Ndiposa tunasema Nairobi yetu, kesho yetu. Manake tusipoijenga saizi, tukiitelekeza saizi, itamaanisha kwamba vizazi vijavyo havitakuwa na wasemaje, ile pride, hawatajivunia jiji hili. Bila shaka. Ndiposa inatubidi sisi wenyewe tuweze kuchukua huu mji wetu, tuweze kuilinda, tuitengeneze. Manake utakubaliana nami, kuna mambo mengi sana ambayo yanaenda mrama, mambo yanaenda segemnege katika ile jiji. Uongozi uliopo umeshindwa kufanya lolote
Manake wale viongozi ambao wako pale hivi sasa hawafanyi lolote. Kila kuchao tunaamka na tunasikia kwamba kuna kashfa fulani imetokezea, ni kashfa baada ya kashfa. Lakini ikija utendakazi kwa watu wa Nairobi hatuyaoni kazi zao. Ndiposa tunasema uongozi wangu utakapoingia utaweza kurekebisha mambo haya yote, tuweze kujenga miundo msingi, tuweze kuleta usalama, tuweze kuleta mataa, tuweze kufanya kwamba jiji letu liweze kupendeza kwa manufaa ya vijana wetu wajao na vizazi vyetu vijana. Ndio maana tunasema Nairobi yetu, kesho yetu. Bila shaka umeelezea vizuri sana. Yule ambaye anasikia kwa mara ya kwanza basi ameshapata unamaanisha nini unavyosema hivyo. Pia mwaka 2022 ulipigania kiti cha useneta. Naam. Kwa sasa unataka kuwa gavana wa kaunti ya Nairobi. Naam. Kipi kimetendeka hapa katikati kwamba unahisi kwamba kiti cha useneta kidogo wacha niingie kwenye ugavana, mbona kuvuka kutoka seneta na ukaingia kwenye kiti cha ugavana wakati huu? Unajua Anthony, ni kweli mwaka wa 22 nilikuwa nimewania kiti cha seneta gatuzi la Nairobi. Na madhumuni yangu wakati ule ulikuwa kuweza ku-oversight na kuhakikisha kwamba yule gavana wa wakati ule anaweza kutenda kazi kulingana na sheria, kulingana na mipangilio ambayo imewekwa. Lakini kadri wakati ulipoendelea nilikuja kugundua kwamba si seneta ako na limitations fulani ambazo haizi fanya kazi. Ako na mipaka ambayo haizi fanya. Na nikasema kwamba ikiwa pia nitawania nafasi ya useneta katika mwaka huu wa 27, itamaanisha kwamba itabidi ile hali ya limitation itaendelea. Na watu wako na malengo ambao wanataka kutimiza. Kazi imeharibika Nairobi, jiji limetekelezwa, na sisi hamna njia nyingine ya kusaidia jiji ila kwenda mali kuliko na rasilimali ili tuweze tushughulikie watu wa Nairobi. Ndiposa nikasema kwamba nikienda Senate huenda yale malengo ambayo tunatarajia kufanyia watu wa Nairobi huenda yasikamilike. Ndiposa tukasema na kwa wakati huu itakuwa ni vyema tuweze kuchukua usukani wa jiji kuu la Nairobi. Na jambo lingine ni kwamba unajua yule jamaa aliyoko kwa sasa ilikuwa ni vizuri tumpe nafasi yake afanye kazi. Lakini tumeona kwanza ameshindwa kufanyia wananchi wa Nairobi kazi. Ukitembea utaambiwa, si mimi nasema, ni wenye jiji wanasema. Unavyosema ameshindwa, ni sekta gani ambayo unahisi kwamba Gavana Sakaja hajafanya hiki, hajafanya hiki, mtaje 2-3? Bwana Anthony, kwani wewe ni mgeni jijini? Waangalia takataka. Jiji hili limegubikwa kwenye wingu la takataka. Kila mahali unatembea hauoni ule usafi ambao unafaa hadfa ya jiji la Nairobi. Hadhi ya jiji la Nairobi imedekezwa. Manake ameshindwa kurokota takataka. Angalia street lights ukitembea usiku. Kama gari lako halina mataa ya kutosha, utaligonga mlingoti. Waelewa? Hamna street lights. Ukiangalia mambo ya drainage. Drainage imekuwa mbaya kabisa katika ile jiji letu. Na wewe mwenyewe unajua. Mwakani ambapo tulipata shida ya floods, mafuriko katika jiji letu, uliona tulipoteza watu wangapi? Tulipoteza watu 36. 147,000 were displaced. Okay? Because tulikuwa tunaambiwa kwamba we are prepared for disaster. Hata budget ya 300 million ikawekwa. Hata tukanunuliwa maboats. Unakumbuka boats zikinunuliwa? Bila shaka. Lakini wakati floods zilifika, hizo boats hatukuziona. Kipi hasa kinafaa kufanyika ili uhakikishe kwamba wakati ambapo kuna masika, mvua nyingi pale, watu hawajaweza? Ndiposa tunasema Anthony, katika manifesto yetu kuu ya azma yetu tunasema kwamba tutafix hiyo mambo ya drainage. Pasikuweko na shida ya mafuriko. Na katika studies zetu tumeona kwamba there are hotspots, ile kwa kimombo tunasema hotspot areas for flooding, ambayo tumeidentify is around 22 kilometers square within Nairobi,
ambayo mostly is in informal settlements area. Na hizo ndio tutakazo zianzia kufanya kazi. Waelewa? Ndiposa tunasema tunataka kuungana na yale makampuni ambayo yana uzoefu wa kufanya mambo ya drainage. Na ni kampuni chache zinaweza fanya hivyo. Hivi sasa tunavyoongea, tuko na mazungumzo na kampuni za Kichina na kampuni za Kihindi ambazo wameonyesha tajriba kuu katika kutekeleza mambo ya drainage. Na wamesema kwamba tukipata uongozi huu, tutafanya kitu ambacho kinaitwa PPP, Public Private Partnership, ambapo mwananchi wa Nairobi hatatumia hata senti moja kufanya fixing ya drainage Nairobi. Na ndio tunasema hiyo ndio angle tutatumia. Shida kubwa ya jiji ya Nairobi, budget yetu almost 85% inaenda kwa recurrent expenditure, ambayo inabakisha only 15% ya kufanya maendeleo. Na ukiangalia maendeleo, 15% ni kidogo sana, haiwezi katekeleza maendeleo hayo yote. Itabidi basi tubuni njia mbadala, njia mpya ya kutafuta senti ya kufanya maendeleo. Na mojawapo ya njia hizo ni hiyo kufanya PPP na hizi makampuni zingine za nje za Kichina, za Kijerumani na za Kiamerika. Manake wale wako na uzoefu, wana tajriba, wamefanya hiyo kazi makwao na wameweza kusuluhisha hili janga la mafuriko. Na naamini kwamba katika uongozi wangu tutashirikiana nao na hii shida ya mafuriko itaweza kuwa tutalizika katika kaburi la sahau. Umezungumzia swala nzima la kubuni njia mbadala za kuweza kutafuta hela za kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo hasa wa kaunti ya Nairobi. Na hivi majuzi Gavana Sakaja ameweza kuingia kwenye agreement na serikali na ya kwamba 8 billion agreement. Maanake ukiangalia serikali ya kaunti ya Nairobi kwa mfano mwaka uliopita iliweza kusanya 15.3 billion shillings pale kwa ile 2025-2026 financial year. Na hapo kidogo wakaingia kwenye agreement na serikali ya close to 80 billion agreement pale. Kati ya mambo ambayo alikuwa anasema kwamba inasemekana kwamba yatakuwa yanashughulikiwa na serikali kuu ya kitaifa, swala nzima la waste management iko pale, swala nzima la kutengeneza barabara iko pale. Je, pia maji na sanitation iko pale. Je, inamaanisha kwamba ukiingia pale katika kiti kile cha ugavana utaendeleza ule mkataba kati ya serikali ya kaunti ya Nairobi na serikali kuu ama kitaifa, ama utausitisha alafu utafute njia nyingine za kutafuta hela? Na kwanza kabisa ni kusema kwamba ushirikiano katika serikali kuu na serikali ya kaunti umeidhinishwa katika katiba yetu. Ukiangalia kipengele cha 187 inasema ikiwa serikali ya gatuzi itaangalia kwamba kuna malengo ambayo haiwezi timiza, inaweza peana hayo majukumu katika serikali kuu. Manake serikali kuu ina uwezo zaidi na inaweza kumsaidia kutekeleza matakwa yale. Lakini ukiangalia upande mwingine ni kwamba zile serikali ambazo zimepeana mamlaka katika serikali kuu ili waweze kutekeleza majukumu yale, kwa upande mkubwa sana imelemewa kufanya vile. Tuliona katika serikali ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Bwana Mike Sonko aliweza kupeana majukumu na mamlaka katika serikali kuu. Lakini nini ilifanyika? Kazi ilifanyika ndio, lakini sio vile tulivyotarajia. Mwaka huu pia tumeweza kuona sinema hiyo ikiendelea ama ikijirudia. Manake Sakaja ulivyosema vizuri kwamba alipeana mamlaka katika serikali kuu ili iweze kusaidia kukamilisha yale matakwa. Lakini kwa upande wangu na kwa mtazamo wangu naona kwamba kwanza katika ile tendo la kupeana ile mamlaka katika serikali kuu ni kuonyesha kwamba umeshindwa kufanya kazi. Na unasema naomba msaada niweze kufanya kazi. Na kuomba msaada si mbaya, lakini unatuonyesha nini? Watuambia kwamba ile kazi ulipewa hauwezi kufanya. Hauna tajriba, hauna
ujuzi, hauna ufundi na hauna capacity ya kufanya ile kazi. Hivyo basi Sakaja alifanya vibaya kutangaza kwamba alifeli kufanya vile na nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu ule mkataba ulisainiwa nafikiri yapata miezi 6 miezi 7 iliyopita. Miezi hiyo yote hamna jambo hata moja ambalo limeweza kutekelezwa chini ya ule mkataba. Kulikuwa na mambo ya maji, kulikuwa na mambo ya waste management, kulikuwa na mambo ya road infrastructure, kulikuwa na mambo ya street lighting. Kwa huo mkataba. Lakini nionyeshe jambo gani ambalo limefanyika? Miezi 7 tunaenda kumaliza mwaka mmoja, hamna jambo hata moja. Tunasikia kwamba ni vita wanapigana, sijui atafanya nini, huyu atafanya nini. Mwaka huo wote karibu nakamilika. Hivi sasa tunaenda mwaka wa uchaguzi 27. Tukienda mwaka wa uchaguzi hamna jambo lolote ambalo linaweza fanyika, maana kila mtu atakuwa anaenda kwenye debe ama anaenda kwenye wapigaji kura akiwaomba kura. Ule wakati wa kufanya kazi hautakuwepo. Kwa mtazamo wangu ni kwamba huu mpango umeshindwa na umeweza kuonyesha yale mapengo yaliyoko katika uongozi wa serikali hii ya Sakaja, ambapo tunaona kwamba wameshindwa kabisa. Hata ile 80 bilioni yafaa tuelezewe wakati huu mpangilio umefika wapi. Manake 80 bilioni ni pesa mingi sana, Bwana Anthony. Yafaa tuelezewe imefika wapi, imefanya nini, nani amefanya majukumu yale. La sivyo itakuwa tu wimbo. Na naomba sana zile pesa zisifujwe. Manake pia kunaweza kuwa na uwezekano kuna watu ambao wameziangalia zile pesa na wanazifuja. Ndiposa tulipoanza nilikwambia ukiamka kila uchao ni kashfa baada ya kashfa kaunti ya Nairobi. Na tunashangaa nini nafanyika. Waelewa? Na ndiposa nasema huo mpango wa kupeleka some of the functions to the national government, huo mpango umefeli. Na ni vizuri tuliseme ilivyo, uzuri peupe. Nami nikichukua uongozi wa Nairobi, nitahakikisha kwamba mambo yale hayafanyiki. Nitahakikisha kwamba on source revenue tumecollect, exchequer allocation tumefanyia development. Hata kama ni kidogo tutafanyia development. Na pia nimepeana njia mbadala ya kutafuta pesa, kushirikiana na makampuni za nje ambazo zinaweza kutusaidia katika changamoto zetu. Asante. Tokea hapo Mheshimiwa, tuzungumzie swala nzima la usalama katika jiji kuu la Nairobi. Kumekuwa na visa vingi sana kwamba wapata wezi wamekuwa wengi sana mpaka unapata unaibiwa mchana peupe. Je, ukitapokuingia mamlakani unapangaje kuweza kumalizana swala zima la ukosefu wa usalama katika kaunti ya Nairobi? Manake ni kitu ambacho moja kati ya kitu ambacho wakazi wa kaunti ya Nairobi wanalalamikia sana. Juzi umeona kimefanyika kule Ruaka. Majuzi tumeona tena kule katika eneo la Westlands. Unaingia tu katika hoteli alafu unaibiwa. Ni vipi utahakikisha kwamba usalama umerejea katika kaunti ya Nairobi? Manake ni kitu ambacho kimekosekana kwa muda. Asante Bwana Anthony. Wajua kwamba swala nzima la utovu wa usalama katika jiji letu limeletwa na mambo mawili. Na pakubwa pamechangiwa na ukosefu wa ajira. Na pia ya pili ni ukosefu wa nafasi za kazi katika what we call the white collar economy. Mambo hayo mawili yamechangia ukosefu wa ajira na utovu wa usalama. Nimeona kwamba juzi kuna kitengo ambacho kimetengwa na mkuu wa idara ya usalama ambayo inaitwa Nairobi Metropolitan Police, ambao wametukwa na hilo jukumu la kuangamiza ili jinimai la utovu wa usalama. Lakini kwa mtazamo wangu naona kwamba hilo ni jambo ambalo haliwezi faulu. Manake shida sio utovu wa usalama, shida ni ukosefu wa ajira. Nami katika uongozi wangu hilo ndio jambo ambalo naenda kulishughulikia. Tunavyoongea hivi sasa tuna collect data ya data ya watu wote katika Nairobi ambao hawana ajira. Na tunaweza kuwa map katika areas ambazo wako. Niposa tuje na zile programs zitakazowasaidia wapate ajira. Na mojawapo ya
wa hiyo program ni kuwatafutia vijana wetu hizi bodaboda. Manake wakipata bodaboda watapata nafasi ya kufanya kazi, na baada ya siku atapata pato lake. Na akipata pato lake hatakuwa na ule msukumo wa kwenda kufanya uhalifu, na hapo ndipo pana na hivyo ndio tutakavyoweza kusuluhisha ili jambo la ukosefu wa usalama. Manake pia ukiangalia katika zile filamu ambazo zimeweza kusambaa sana katika mitandao ya kijamii, utaona kwamba wingi wa hivi visa vinatokana na ushirikiano wa idara ya usalama na wahuni. Unapata kwamba mtu wako na bastola, unashangaa ile bastola ilitoa wapi? Uelewa? Na akienda kutafutiwa kwake haipatikani. Inamaanisha alikuwa ameomba kwa mtu, kisha akaitumia, kisha maliza kuitumia akairudisha. Pia idara ya usalama itabidi tumeweza kuketi chini na wao na tuweze kuwakanya kabisa kwamba mambo haya hatuwezi kuendelea kuyakubali. Na pia tutafanya kazi na idara ya usalama kuhakikisha wale askari ambao wanatuhumiwa ama wanaonekana kufanya vitendo hivi wachukuliwe hatua za kisheria. Ndiposa tuweze address this issue about insecurity in Nairobi. Bila shaka. Yeah. So, Mheshimiwa, what's your plan on the creatives in Nairobi County? Creatives, we have a very robust plan. Jambo la kwanza tuko nalo, we want to make sure that we establish what we call the Creative Content Creators Fund. We are calling it the CCF. Hii ni program ambayo timu yangu ya Lucheri tumeketi chini, tumeiangalia, and we have seen all the potential that it has. So out of the budget that we are going to have for Nairobi County, we are going to set about close to 5% to go into a creative fund. Okay? So that if you have creative people who want to have, they have to shoot content, they can come and we give them a loan, they buy the equipment, and then also the other way we want to solve the issue, to help the creative economy, is to remove unnecessary permits and unnecessary licenses which are pre-colonial in nature. Some of these laws were enacted in 1932 when we were just starting this city, So those are some of the draconian rules and licenses we will need to eliminate, so that if you want to shoot content, just shoot content. And then we support you, okay? I'll draw example from Korea. Korea, they really invested in their creative economy. That is why one of the best video game producers is from Korea. One of the best movie actors is from Korea. One of the best films trending on Netflix right now is from Korea. That is the Squid Game. You understand? And that was only possible after the government decided to sponsor and support the creative economy. We are going to borrow the same model for Nairobi County. We are going to make sure we really support the creative economy by setting a fund to help them, and also by eliminating draconian laws and eliminating unnecessary licenses. Yeah. Na bila shaka tunazungumza na Mheshimiwa Milton Lucheri ambaye anawania kiti cha ugavana mwaka 2027. Mheshimiwa, umezungumza mambo mengi sana, lakini ningependa kuuliza hili. Kuna moja video ambao sisi tulifanya kama kituo cha runinga humu nchini, na tukaweza kupata a lot of traffic pale. Je, ilionekana kwamba mwanamke fulani ya kidogo karibu agongwe na gari ambalo lilikuwa nasafiria. Je, waweza tuelezea kipi kilifanyika siku ile? What really happened? Okay. That day we were at Riverside. Na ni vizuri umeuliza hilo swali. Manake we are in the process of engaging the people of Nairobi so that we truly understand what the challenges are and we see how we can craft their solution within our manifesto. So that day we had visited one of the construction sites in Nairobi because we believe construction workers are a critical component of the economy. So we went and we paid them a visit and we had quite a meaningful discussion with them, and they told us their challenges, which areas we need to tackle so that it makes their life
more easy to handle. So after the discussion, I think it was around 1:30 p.m., I got into my car with my team and also my security. And when we were in the car, the crowd was a little bit overwhelming, and they were all crowding around the car, asking for fare and all those manner of things. But we kept insisting that we don't have. And they really insisted that, Mheshimiwa, you just know Kenyans. Really, Mheshimiwa, huwezi kutuacha hivyo. That's the language Kenyans use. And so when I was, I think my driver, and I didn't notice that there was also a woman who was also hanging on the vehicle. I hadn't seen her. So when the driver decided to, vacate the scene, because we were getting a lot of traction and many people were coming, thinking that we are facilitating anyone. But because he sped off, it just happened that the lady lost her footing, okay? And she fell, okay? So that was purely an accident. There are people who want to make it look like one of my bodyguards pushed her. Other people think that it is maybe one of my supporters that pushed her. But that is not the truth. Far from it. It was just pure accident. She lost her footing and she fell. And I even did not actually realize what had happened. In fact, it's when I was on my phone that I saw a friend of mine sending me a clip and say, hey, is this your car? Are you from Riverside? When I looked at it, I was so surprised that we are all over news that we've hit a lady, which was not the case. But immediately I told one of my aides to go and check on the family. So they called the daughter. The daughter was confirmed to us that she's in a stable condition. It's only her pressure that had gone up, but after medication, it came well. Then she was taken to Mbagathi just for further tests to confirm that she's okay. But my team has confirmed that she's okay, and there's no cause for alarm. But we also want to take this opportunity to talk to the masses. Kindly, let's avoid hanging on Waheshimiwa's vehicles, because it's very dangerous. Yeah, if you have something to say, just wait for when they will alight or when they are still on ground. Talk to them. After they are done, kindly just allow them to go, because also your safety is important. Because that lady almost lost her life that day. It is just by God's grace that she was able to come out of it with very little bruises. Otherwise, it was a very successful day. We gave our side of the story, and we circulated a press statement to that effect, and all is well. So thank you. Bila shaka ameweza kuelezea video ambayo ilisambaa sana katika mitandao ya kijamii kwamba it was just a pure accident. Nafikiri kwamba pia mheshimiwa, ni kitu ambacho tofauti tukizungumzia sana, kwamba Wakenya tumeizoesha ile hali ya kupewa pesa na wanasiasa, kwamba ukiona mwanasiasa wajua kwamba kuna hela pale. Naam. Imefika wakati ambapo sisi kama Wakenya na wapiga kura tuache swala zima la fikra ya kwamba lazima nipewe kitu ndio nipige kura. Kweli kabisa, na hapo umesema ukweli mtupu. Manake ile culture ya kutaka kupewa pesa na waheshimiwa, nafikiri ni mambo yaliyopita na wakati. Manake ukipewa shilingi 100 ama shilingi 200, ni kura yako umeipoteza. Na hiyo umenunua miaka 5 kwa shilingi 100. Na baada ya hayo utaishi katika hali ya uhoehai. Ndiposa nasema kwamba ni vizuri kwamba wakati umefika kwamba wananchi waweze kuzingatia maslahi ya uongozi, na waliangalia kama ni jambo la muhimu sana ambalo huwezi kuliuza kwa shilingi 100 au shilingi 500. Hata shilingi 10,000 huwezi kaliuza. Waelewa? Na ile hali ya kutaka kupewa hongo ama kutaka kupewa mlungula katika mikutano ya kisiasa, hayo ni mambo ya kitambo, ilipitwa na wakati. Na hata mimi katika mkutano wangu siwezi hata uwezi kuona nakupa shilingi hata moja. Maraki nikija pale nakuja kukuambia tunataka kubadilisha sura ya Nairobi, na nakupa mpangilio halisi ni vipi tutaibadilisha sura ya Nairobi.
chai kitu kidogo. Unajua hayo ni mambo yaliyopita na wakati. Yeah.